Kumekuwa na tetesi tofauti kwenye mitandao ya kijamii zikiwa zinasema juu ya kesi ya Ali Kamwe na Ahmed Ali, mambo ya nizamu na nini. TFF pia kawaita kwa ajili ya kuwakanya kuna vitu ambavyo vilitokea kisheria haikuwa sawa, na ndio maana wakaitwa na TFF. Sasa kumekuwa na tetesi kwamba Ali Kamwe anaenda kuhukumiwa miaka 2 nje ya mpira. Kama unakumbuka vizuri, mwanzoni hili jambo lilikuwa la Haji Manara. Haji Manara alihukumiwa miaka 2 nje, lakini fine pia milioni 10. Stories kana nyingi, na kutokea hapo pia ndo ikawa ile issue ya kuwa msemaji wa timu akapewa Ali Kamwe, na Haji Manara akawa anatumikia kifungo chake. Na kama unakumbuka, baada ya Haji Manara kuomba kupunguziwa kifungo na kuomba kupunguziwa ile pesa ambayo alitakuwa alipe ya madai, ambayo alitakuwa alipe milioni 5, lakini pia kifungo kiko pale pale. Kwa hiyo alitumikia miaka 2 nje ya mpira, asiingie uwanjani wala asiongele chochote kuhusu mpira. Inatosha tu kwenye mitandao ya kijamii, na ikasemekana kwamba kuna muda alivuka mipaka kwa sababu alipohukumiwa siku ya Yanga ile pia alikuja na nini. Stories zikawa ni nyingi sana. Sasa hivi imemkuta Ali Kamwe, msemaji wa Yanga ama afisa habari wa Yanga, kwamba atakuwa nje kwa miaka 2 inavyosemekana, kulingana na tetesi na kesi inavyokwenda sasa hivi TFF. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba Haji Manara anarudi kuwa msemaji wa Yanga ama nini kitafuatia, kwa sababu sasa hivi Haji Manara ni mwanachama tu wa kawaida wa Yanga. Watu wengi wamependekeza na wakitamani kama imetokea kwa Ali Kamwe kufungiwa hiyo miaka 2, basi haina haja ya kumchagua mtu mpya, bali hiyo nafasi apewe Haji Manara, kwa sababu Haji Manara ni mmoja kati ya watu ambao wanajua kufanya kazi yake. Lakini pia Haji Manara ameshawahi kufanya kazi ya kuwa msemaji wa timu. Tunajua njonjo zake, tunajua uwezo wake, tunajua namna gani akiwa kwenye nafasi ya kuzungumzia mpira. Lakini kumeleta picha tofauti baada ya kuona watu wengi wakiwa wanafungiwa, haswa wasemaji. Ukitazama kuna mechi inakuja kati ya Simba na Yanga ambayo ilihitajika labda promotion kubwa, kwa sababu hii ni dabi kubwa Afrika. Kwa hiyo tulitegemea zile hamsha zianze mapema kabla ya tarehe 8, lakini hii kesi ni kama imepunguza kasi na kutoa ladha ya mpira. Sijajua ni tuna kasumba gani wa Afrika kwenye haya mambo, lakini nadhani kuna namna tunapunguza ile ladha ya mpira, kwa sababu unapowanyima haki ya wasemaji wa timu kutokuongea vile ambavyo wanatakiwa kuongea, inakuwa hainogeshi. Iwe tu kwamba kuna taratibu za kuona namna gani ambavyo unaweza ukawazuia kuna mambo asifanye, mambo mengine yatakayofanyika na vitu kama hivyo. Kuna sheria, lakini kuwazuia wasemaji inaleta picha mbaya, lakini pia inashusha ile hadhi ya mpira na ladha ya mpira, kuweka attention kwa watu kulingana na zile mechi kubwa kama hizi dabi ya tarehe 8. Kwa hiyo imesemekana kama kweli Ali Kamwe atahukumiwa hiyo miaka 2, basi 100% Haji Manara atarudi kuwa msemaji wa Yanga kwa hiyo miaka 2 kumshikia Ali Kamwe, mpaka hapo ambapo Ali Kamwe ataachiwa na mambo mengine yataendelea.